Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa Padri Camillus Nikata wa Jimbo Kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania, yani SAUT Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo, makachero wabobezi wa Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huu, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, Padri Camillus Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padri Camillus Alon Nikata. Amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa kwanza alitoka nacho akiwa pale. Lakini padri anapatikana akiwa amezoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo londoka nalo ikiwa imeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, kutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi 13,500. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. Vile vile amekutwa na funguo mbalimbali ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo. Moja ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. Upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha, na wanaomdai tumewapata. Pili ni mahusiano. Padri aliachwa na mpenzi wake aliyekuwa naye kwa muda wa takriban miaka 9 na ambaye alikuwa anamhudumia kwa gharama kubwa, na kwa kipindi cha ambapo mwezi wa 7 mpenzi wake huyo aliamua kuachana naye. Lakini tulipofuatilia tuligundua kwamba kwa kipindi cha mwezi Juni mpaka Septemba padri alikuwa amemhudumia mpenzi wake huyo kwa shilingi zaidi ya milioni 39 akizitoa kwenye akaunti yake ya CRDB. Sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na pressure ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operation ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operation ya jicho la pili, lakini alikosa fedha kutokana na matumizi makubwa ya kumhudumia huyo mpenzi wake ambaye ana miaka 28 tu. 4, padri huyo alikuwa sababu ya 4, padri huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadri kwa sababu za kiafya, sababu za mahusiano, sababu za hali mbaya ya kifedha, lakini padri huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake.